Siku ya jana ilikuwa ni siku muhimu sana kutokana na kwamba wengi walikuwa wakisubiri kauli ya Rais wa Urusi Vladimir Putin juu ya usitishwaji wa vita pale Ukraine, hasa mpango ulioandaliwa na Marekani wa kuweka silaha chini kwa siku 30, yani ceasefire ya siku 30. Na siku ya jana Marekani walituma wajumbe wao, ujumbe ukiongozwa na rafiki wa karibu sana wa Donald Trump ambaye sasa anafanya kazi za diplomasia ambaye anaitwa Steve Witkoff. Siku ya jana Alhamisi ya tarehe 13 mwezi huu wa tatu alikwenda Urusi kwa ajili ya kuonana na viongozi wa Urusi kwa ajili ya kupeleka ujumbe wake ambao ametumwa na rais wa Marekani Donald Trump. Kwa hiyo ambao unatizama hii ni channel yetu pendwa ambayo inaitwa Rachel Robin Online TV, na kama unapenda kupata habari zangu kila siku, basi bonyeza subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata habari zangu kila zinaporushwa. Siku chache zilizopita tulishuhudia rais wa Ukraine akiwa Marekani na wakizozana na rais wa Marekani pamoja na makamu wake wa rais JD Vance kule Marekani. Na ule mzozano uliweza kuzua taharuki kwa sababu ulipelekea Marekani kusitisha upelekwaji wa silaha za Kimarekani kule Ukraine pamoja na misaada mingine ambayo walikuwa wanawapa Ukraine hasa ya kiintelijensia. Kitu kilichosababisha Warusi wazidi kusonga mbele na kuzidi kukomboa maeneo yao ya kule Kursk baada ya Ukraine kukosa msaada wa Warusi hasa katika wa Marekani msaada wa Marekani hasa katika masuala ya kiintelijensia. Kwa hiyo ilionyesha wa Ukraine wamekuwa wakitegemea sana msaada wa kijasusi kutoka kwa Marekani katika hii vita kwa muda mrefu. Na hayo yote wakati yanaendelea, Zelensky ikabidi aweze kukubali kuwa tayari kwa ajili ya kusitisha vita, kwa sababu kauli yake ya mwanzo alikuwa yeye hataki kusitisha vita, alikuwa anataka vita iendelee ili aweze kukomboa maeneo. Kwa kwanza kazidi kupewa silaha na pesa ili aweze labda kujaribu kukomboa maeneo, kitu ambacho Donald Trump alikuwa haafiki kabisa, kwa sababu alikuwa anamwambia hii vita wewe hauwezi kushinda, kwa sababu ni tayari kabisa inaonyesha Warusi wamekuzidi nguvu. Kwa hata tukikupa msaada kiasi gani hauwezi kushinda, zaidi ya kwamba watu wako watazidi kufa. Kwa hiyo sasa hivi rais wa Ukraine amekubali mpango wa Marekani wa kusitisha vita, kuweka silaha chini kwa siku 30 ili mazungumzo ya amani yaanze kufanyiwa kazi. Kilichokuwa kimebaki ni Warusi. Je, watakubali huo mpango? Na ndio maana Trump jana akamtuma mwanadiplomasia wake ambaye ni mfanyabiashara bilionea wa Kimarekani Steve Witkoff kwa ajili ya kwenda Urusi. Na hii si mara ya kwanza kwa Steve Witkoff kwenda Urusi. Alishaenda pia mwezi wa pili tarehe 11 akaonana na Putin. Kwa hiyo hii ni mara ya pili kwenda katika masuala ya diplomasia. Mara ya kwanza alienda kwa ajili ya masuala ya kubadilishana wafungwa wa Kimarekani na Warusi, mfungwa wa Kimarekani na Urusi. Baada ya Steve Witkoff kwenda jana, kauli ambazo zilitoka kwa Putin ni kwamba ilikuwa ni kauli ya kuafiki kwamba wamekubaliana na huo mpango wa Marekani, na alimsifia rais wa Marekani. Lakini moja ya vitu ambavyo Putin alieleza ni kwamba wamekubaliana na huu mpango, ila kuna vipengele ambavyo wangependa vifanyiwe kazi. Ni vipengele gani hivi bado hajaainisha, lakini wachunguzi wa mambo tayari wameshaanza kuchambua kwamba pengine Putin anataka kuhakikishiwa zaidi juu ya commitment ambayo ataitoa Ukraine, kwa sababu katika vita kuna kugeukana. Mnaweza mkapanga hili lakini baadaye adui akakugeuka. Na kwa jinsi hii vita ambavyo inaendelea, ni wazi kabisa Ukraine wamezidiwa nguvu, na mataifa yote ya NATO wameshindwa kuisaidia Ukraine kukomboa maeneo ambayo Mrusi kachukua kwa miaka 3 sasa. Kwa hiyo Mrusi anazidi kuchukua maeneo ndani ya Ukraine na wameshindwa kumtoa kwa miaka 3 sasa. Kwa hiyo kama Ukraine anaelemewa, maeneo yanazidi kuchukuliwa na Warusi, maana yake ni kwamba Warusi watataka kuyalinda yale maeneo ambayo wameshayachukua. Lakini pia maana yake ni kwamba Warusi hawatataka kuwapa mwanya Ukraine wa kujiongeza nguvu upya, wa kujipanga upya, kwa sababu Warusi sasa hivi wao ndio ambao wako na nguvu, wao ndio wanaochukua maeneo, wao ndio wanaowapiga wa Ukraine. Kwa hiyo wanafahamu kwamba wakiweka silaha chini kwa siku 30, maana yake ni kwamba Ukraine watapata nguvu ya kujipanga upya na kuanzisha mashambulizi upya. Kwa hiyo nafikiri Warusi wanachotaka kufanya ni kuhakikisha Ukraine hawatapata silaha kwa hizi siku 30 ambazo wao wataweka silaha chini, ili wasiwape nguvu ya kujipanga upya, kwa sababu
Kama vita itaendelea, Ukraine hawana muda tena wa kujipanga na Warusi wataendelea kuchukua ardhi za Ukraine. Kama vita itasitishwa kwa siku 30, Ukraine watapata nguvu ya kujipanga upya, ya kukusanya upya wanajeshi wengine, ya kukusanya upya silaha, pesa na kila kitu na mbinu, ili kuweza kujipanga upya. Siku 30 zikiisha, waweze kujaribu kukomboa maeneo, na hiyo ndo nafasi ambayo Mrusi hataki kumpa Ukraine. Kwa hiyo nafikiri hivyo ndio vipengele ambavyo Mrusi anataka vifanyiwe kazi, vya kuto kumpa Ukraine nafasi ya kujipanga upya, kutokana na kwamba tayari anafahamu kwamba hii vita hata ikiendelea ni kwamba yeye anazidi kuendelea kuchukua maeneo, kwa ushindi huko kwake. Kwa hiyo hataki kumpa Ukraine nafasi ya kutaka kufanya kujipa nguvu upya. Haya ni mafikirio tu ya watu, lakini wengi tunasubiri kusikia ni vipengele gani ambao Warusi wanataka vifanyiwe kazi ili silaha ziwekwe chini kwa hizo siku 30. Kama unavutiwa na chambuzi zangu, mimi naitwa Rachel Robin, na subscribe katika channel yangu hapo chini ili uwe wa kwanza kupata chambuzi zangu za kila siku. Na hii ni Rachel Robin Online TV.